Chama hiki nimeambiwa kina wanachama takriban 1400. Hili si jeshi dogo. Kama taratibu za jeshi lile, hii ni zaidi ya nguvu ya brigade. Lakini pia ukilinganisha na umri mdogo wa chama chenu, naweza ukasema ni chama kichanga. Lakini nimefurahi kwamba mmeweza kufanya mambo makubwa katika kipindi hiki kifupi. Na hata maandalizi mazuri ya kongamano hili kuwa kwenye hadhi ya juu, ya kiwango cha juu, ni ushahidi tosha kwamba pamoja na kuonekana kichanga lakini ni kikomavu. Na naamini kwamba mna uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi mbele ya safari. Hongereni sana. Ndugu Mwanasheria Mkuu wa serikali, imeelezwa kwamba kauli mbiu ya kongamano hili ni demokrasia kwa vitendo, sheria, uwajibikaji na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ni kauli mbiu mwafaka kabisa, hasa katika kipindi tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Lakini pia inatukumbusha mchango mkubwa wa sheria na utawala bora katika ustawi dhahiri wa demokrasia nchini. Hivyo basi, mjadala wenu una umuhimu wa kipekee nchini. Nimefarijika kufahamishwa kuwa katika kongamano hili kutawasilishwa mada kabambe kabisa. Ziko 4 lakini heavily loaded, kuhusu maboresho ya sheria za uchaguzi, kuhusu utatuzi wa migogoro inayohusu uchaguzi, kuhusu amani, shughuli za dola, vyombo vya ulinzi na usalama na kadhalika. Napenda kuchukua nafasi hii kuwasihi washiriki kusikiliza kwa makini, kwa lugha ya siku hizi, madini madini yatakayotolewa na watoa mada. Lakini naomba pia mshiriki kwa ukamilifu katika kuchangia mada hizo. Be proactive, not reactive or merely receptive. Mtakapochangamka kuchangia mada, mkatoa maoni yenu, yatoke moyoni mwenu. Yue nini kifanyike kuboresha zaidi, maana tumefika hapa tulipofikia, lakini sio mwisho wa safari. Tunatokaje hapa kwenda mbele huko kuliko kwa kuzuri zaidi? Ningekuwa na mimi mchungaji ningesema tunakwendaje kwenye nchi ya asali na maziwa. Ni dhahiri kwamba maudhui yatakayowasilishwa kupitia mada hizo ni muhimu kwa ustawi wa demokrasia ya nchi yetu, na pia inawaimarisha nyinyi kama kada muhimu ya wanasheria hapa nchini. Ndugu zangu, Tanzania ni nchi yenye historia ndefu ya safari ya kidemokrasia. Tangu uhuru na baadaye muungano, tumepita katika sura mbalimbali. Kabla ya uhuru mpaka miaka ya mwanzo ile ya uhuru wa Tanganyika, tulikuwa na mfumo wa vyama vingi.
Baadaye ikaundwa tume ya mzee Kawawa, ikapendekeza tuwe na mfumo wa chama kimoja. Of course, hoja za wakati ule, moja ilikuwa kwamba kila ulipofanyika uchaguzi chama cha TANU kilikuwa kinashinda viti vyote. Na hata wakati mmoja TANU ilipokosa kiti kimoja cha Sarawat kule Mbulu kule, lakini Sarawat yule alikuwa mwanachama wa TANU. Alipoteuliwa Dodo kuwa mgombea wa TANU, yeye hakuridhika, akaamua kugombea kama mgombea huru as independent, na akashinda. Na aliposhinda akaendelea kuwa na chama chake, chama cha TANU. Kwa bado bado ni TANU ile ile iliendelea kushinda. Hoja ikawa kwamba ya katika mazingira haya inaonekana wananchi hao wanataka chama kimoja tu. Kwa hiyo tume ile ya mzee Kawawa ilipoundwa, nikafanya hiyo recommendation, na kwa hiyo tukamove kwenda kwenye chama kimoja cha siasa. Hata wakati ule, maana kulikuwa na utaratibu wa kura 3 kabla ya uhuru, kukawa na mjadala mkubwa sana ndani ya chama cha TANU. Wengine wakisema tususie uchaguzi, kwamba wanatakiwa upige kura 3, uchague Mwafrika, uchague mzungu na uchague Muhindi. Ndio kwa kura 3 hizo. Mkutano wa wanachama wa TANU wakasema bana, let us just boycott this election, it's a conspiracy ya kutufanya tushindwe. Mwalimu ndio aliyewashawishi wanachama wenzake kwenye mkutano wa Tabora kwamba tusisusie uchaguzi, tuingie kwenye uchaguzi, ila tuchague Mswahili wa TANU, Muhindi wa TANU na mzungu wa TANU. Wakafanya hivyo hivyo. Mswahili wa TANU wakashinda wote, Muhindi wa TANU wakashinda wote, ndio kina mzee Amiri Jamali hao, kina Nur Kasum, na wazungu wa TANU wakashinda wote, ndio na Derek Newell Bryson na wengineo, kina Ida Sterling na wengineo. Kwa hiyo tulikuwa na vyama vingi, maana ilikuwa tulikuwa na ANC hapa ya Zuberi Mtemvu. Kulikuwa na chama kingine cha Hussein Juma, babake Sheikh Yahya. Sisi wakati tulipokuwa wadogo tunaimba kwenye Tanwithri kwaya kule, kwa nini Hussein Juma yuko chama gani? Hussein Juma yuko UTP. Ishara Mungu yupo, Tanganyika tutajitawala. Hizi shughuli za siasa jamaa tumezianza tukiwa wadogo. Kwa hiyo vilikuwa vyama vingi, ANC cha mzee Zuberi Mtemvu, kulikuwa na UTP ambacho ilikuwa na kama front organization ya wazungu, na TANU yenyewe. Kwa hiyo that's a phase kabla ya uhuru na baada ya uhuru, mpaka hapo ilipofanyika ule uamuzi wa kuwa na chama kimoja. Tumeendelea na chama kimoja. Baada ya ile wind of change Africa, tukakaa, wakati wa Rais Mwinyi sasa akaamua kuunda tume
ya Jaji Nyalali. Katika matokeo ya ile hesabu ya Jaji Nyalali, nadhani 75% walitaka tubaki na mfumo wa chama kimoja. 25% wakasema tubaki na vyama vingi.